Karibu kutazama kipindi chako pendwa cha usalama wa barabarani. Kubwa kuliko kwa siku hii ya leo, tunakwenda kuzungumzia masuala mazima ya udereva wa kujihami. Kwa hiyo tu, cha kukusia, endelea kubaki hapo, kumbuka kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa kila siku, kila wakati. Utaweza kushuhudia nini ambacho kinaendelea. Mimi ni Esther Mamkwe, nipo na afisa hapa, atakwenda kueleza, atakwenda kuzungumza kwa nafasi yake peke yake nini ambacho anaweza kukizungumzia kwa siku hii ya leo. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Sergeant Samora Jonathan. Natokea kitengo cha usalama barabarani elimu kwa umma mkoa wa Kilimanjaro. Ndio. Ndio. Sawa, mada ya siku hii ya leo tunazungumza kuhusu udereva wa kujihami. Watazamaji wa Gift Online TV wangependa kufahamu udereva kujihami ni nini? Asante sana. Udereva wa kujihami ni udereva ambao dereva anapaswa aweze kuchukua tahadhari. Ndio. Hata kwa uzembe unaotokana na watumiaji wengine wa barabara. Ndio. Yaani ni udereva ambao dereva anapaswa aweze kuwa mwangalifu, achukue tahadhari kwa sababu wakati mwingine barabarani kunakuwa na watumiaji wengine wa barabara ambao wamekuwa wakifanya makosa barabarani. Kwa yale makosa wanaofanya watumiaji wale wa barabara, dereva huyu anapaswa aweze kuzingatia udereva kujihami ili dereva huyu asiwe chanzo cha kupelekea kutokea kwa ajali za barabarani. Sawa, kwa hiyo yule ambaye anaweza kusaidia ama anaweza akawa sababu ya kuokoa maisha, miundombinu, huyo ndo tunamuita dereva kujihami. Ndio. Kuna aina ngapi za udereva? Siku zote dereva anapaswa aweze kuwa na sifa kuu mbili. Okay. Sifa ya kwanza, dereva awe mahiri. Ndio. Na katika umahiri ni namna ambavyo dereva anaendesha chombo chake, namna anavyokipeleka mbele, namna anavyorudi nyuma reverse, namna anavyokata kona, namna anavyosimama barabarani pindi panapotokea dharura au anaposimama panapokuwa pametokea changamoto ya barabarani. Na vile vile dereva anapaswa aweze kuwa na maarifa. Haya maarifa yamuongoze dereva huyu na msaidie dereva huyu katika kuhakikisha kwamba anazijua sheria za usalama barabarani, anazijua kanuni za uendeshaji, na vile vile aweze kuwa na maarifa ya kukitambua chombo chake. Anapokuwa na maarifa, maarifa haya yatamsaidia aweze kuzizingatia na kuzifuata sheria za usalama barabarani na umakini huo unaongezeka kupitia maarifa. Okay, kwa hiyo ili nitufahamu au ili nimtambue dereva huyu kwamba yupo sahihi ni hizo sheria ambazo umeniambia. Ni sahihi kabisa. Sawa, na wewe sasa, wewe tayari una uzoefu na ujuzi wa kufahamu. Mimi ambaye sina nitamfahamuje huyu dereva anatumia udereva kujihami? Asante sana. Wakati mwingine sisi ambao ni watumiaji wa barabara tumekuwa hatujui ni wakati gani tunapaswa tuweze kutumia barabara kwa tahadhari. Ni wakati gani tunaweza kuchukua tahadhari tunapokuwa tunatumia barabara zetu. Kwa mfano, kuna wakati mwingine unajikuta labda mtembea kwa miguu anavuka barabara maeneo ambayo sio salama na sahihi kwa ajili ya kuvuka barabara, kama maeneo ambayo yenye kona, maeneo yenye mlima pamoja na maeneo mengine hatarishi. Lakini haimaanishi kwa sababu mtembea kwa miguu huyu anavuka barabara maeneo ambayo ni hatarishi basi huyu dereva aweze kumgonga. Hapana. Huyu dereva anapaswa aweze kuchukua tahadhari na aweze kuhakikisha kwamba anajihami, anaendesha kwa kujihami. Lengo hasa likiwa ni kuepukana na hizi changamoto za ajali za barabarani hata zinazosababishwa na watumiaji wengine wa barabara. Okay, sawa. Ningependa kufahamu hivi chanzo cha ajali ni nini? Ni chombo, ni dereva, ni wale mtu tofauti na yule dereva, ama ni watembea kwa miguu? Asante sana. Vipo vyanzo vinavyochangia au vinavyochagiza kutokea kwa hizo ajali za barabarani. Ndio. Chanzo cha kwanza kabisa ni uzembe unaotokana na makosa ya kibinadamu. Nikiwa na maanisha kwamba kama vile dereva kuendesha chombo cha moto akiwa mwendo kasi. Ndio. Dereva kuendesha chombo cha moto akiwa ametumia ulevi wa pombe au madawa ya kulevya. Dereva kuendesha chombo cha moto akiwa anayapita au anavipita vyombo vingine barabarani pasipo kuchukua tahadhari. Vile vile yako makosa mengine kama vile matumizi ya simu wakati dereva anaendesha chombo cha moto, kupaki chombo cha moto maeneo ambayo sio ya maegesho, pamoja na makosa mengine yaliyotajwa katika sheria ya usalama barabarani ambao makosa haya yale dereva azingatii na mwisho wa siku anajikuta anakuwa chanzo
cha kupelekea kutokea kwa hizi ajali za barabarani zinazotokana na uzembe wa dereva husika. Lakini chanzo kingine tena ni pamoja na ubovu wa hivi vyombo. Kama vyombo vya moto vinavyotumia barabara vikiwa ni vibovu, ni wazi ya kwamba chombo kile kinaweza kikawa kisababisha kupelekea kutokea kwa ajali za barabarani. Lakini hali kadhalika kuna wakati mwingine kama hali ya hewa. Hali ya hewa nayo inachangia kwa kiasi kikubwa kutokea kwa ajali za barabarani. Wakati mwingine kama mvua inanyesha, tumekuwa tukiona kuna baadhi ya maeneo mvua zinanyesha, maji yanapita juu ya madaraja au maji yanaelea barabarani, tena maji yakiwa na nguvu kubwa tu. Kwa hiyo hali ya hewa nayo imekuwa ikichangia. Vile vile hata ubovu wa miundombinu yetu ya barabara nayo imekuwa ikichangia kutokea kwa hizi ajali za barabarani. Okay, sawa. Mtazamaji wa Gift Online TV, siku hii ya leo mdhamini mkubwa ni Maji ya Uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu. Huduma hii ni huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa maili 6. Huduma hii inapatikana Moshi, Kilimanjaro, maili 6. Kama unatokea Arusha, Machame, Sadala, Boma, unapanda magari ya kuja Moshi mjini, utashuka kituo cha mashine, utavuka barabara, utakutana na bango kubwa la ratiba za ibada. Lakini pia kama unatokea Moshi mjini, unatokea Marangu, Himo, njia panda, unapanda magari yanayokwenda maili 6 Arusha ama Boma, utashukia kituo cha mashine, utakutana na bango kubwa la ratiba za ibada. Siku za ibada zipo siku 3, Jumatano, Ijumaa pamoja na Jumapili. Siku ya Jumapili ni saa 6 mpaka saa 10:30, lakini siku ya Jumatano na Ijumaa muda ni mmoja, saa 8 mpaka saa 11. Karibuni nyote muweze kupata, lakini haya maji ni wakumbushe tu, huwezi kuyapata sehemu nyingine yoyote. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu, huduma ya Mlima Moria Ministry. Bado tunaendelea na kipindi chetu cha usalama barabarani. Tunazungumzia mada ya udereva wa kujihami. Tunaendelea kuzungumza mengi kwamba wewe dereva ama wewe mtu binafsi mtumia barabara unaweza kufahamu pengine wewe ni sababu ama ni chanzo cha kusababisha ajali. Kwa hiyo endelea kutufuatilia ili uweze kuelewa ni kitu gani unapaswa kufanya ama kumshauri mwingine na mwingine ili kupunguza ajali za barabarani. Tumezungumza kuhusiana na udereva wa kujihami. Ningependa kufahamu makosa pamoja na sheria ni zipi? Sheria za dereva anapokufanya kosa barabarani ni zipi? Siku zote dereva atambua ya kwamba ana wajibu wa kuziheshimu na kuzitii sheria za usalama barabarani. Sambamba na kuwa mwangalifu. Ndio. Nikiwa namaanisha ya kwamba dereva anapokuwa anavunja sheria za usalama barabarani basi anatakiwa adhibiwe kwa mujibu wa sheria. Ndio. Na kuadhibiwa ni pamoja na anaweza aidha akaandikiwa faini au akafikishwa mahakamani. Na mahakama ndio itakayoweza kutambua ya kwamba dereva huyu amebainika na kosa na atachukuliwa hatua au ataachiwa huru kwa mujibu wa ya hukumu ya mahakama. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi tunapokuwa tumemkamata dereva, tunamfikisha katika vyombo vya sheria na tunawasilisha ushahidi ambao dereva yule ameonekana akitenda kosa lile. Mwisho wa siku mahakama ndio inatoa maamuzi. Sawa, na ningependa kufahamu, sijui ni kwa nini huwa inafanyika hivyo. Unakuta mfano barabarani gari limepata tatizo, unakuta umbali fulani pameaikwa majani. Yale majani huwa yanaashiria nini? Kwanza uwekaji wa majani katika barabara kwa yote ambayo alikuwa amepata changamoto ya breakdown au ya uharibifu wa chombo chake. Ndio. Sio kitu ambacho kinakubalika na kinaruhusiwa. Majani yale kwanza kabisa ule ni uchafuzi wa barabara, uchafuzi wa ile miundombinu ya barabara. Na vile vile nayo inachangia kuharibu mazingira kwa sababu mtu anakata matawi ya miti yale au anang'oa majani anaweka barabarani. Hii sio sawa. Na siku zote tumekuwa tukishauri ya kwamba njia ambayo iko kwa mujibu wa sheria kwamba kama imetokea umepata changamoto ya breakdown barabarani, ni vyema ukaweza kuweka viakisi mwanga. Yaani mbele unaweka mita 50 na nyuma unaweka mita 50. Lengo hasa la kuweka vile ni kwamba unawatafadhalisha watumiaji wengine wa barabarani kuhusiana na dharura iliyojitokeza. Kwa hatupaswi kuweka majani wala miti wala mawe barabarani. Kuna wengine unakuta wanaweka hadi mawe au mwingine labda amepata labda pancha anachukua jiwe kwa ajili ya kusupport katika kubadilisha tairi lile, lakini mwisho wa siku akiondoka analiacha lile jiwe. Kwa hiyo njia nzuri ni kuweka reflective triangle au pembe tatu akisi ili kuweza kuwajulisha na tafadhalisha watumiaji wengine wa barabara waweze kuwa makini ili kuweza
kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa salama. Sawa, unahisi nini kifanyike ili kupunguza ama kuondoa kabisa huo uchafuzi? Maana kwa 90% wanatumia majani kama ulivyosema, mawe wanatumia. Nini kifanyike ili kuondoa sasa huo uchafuzi wa mazingira, uharibifu wa mazingira? Cha kufanyika zaidi hapa kwanza ni elimu. Hao watu wapewe elimu au madereva. Na kingine tena cha kufanyika ni kwamba tutambue ya kwamba tunatakiwa tuweze kuhakikisha kwamba tunakuwa na hizi pembe tatu akisi. Okay. Sababu wote wanaokata majani na kuweka barabarani unakuta pengine labda hawana hizi reflective triangle au tunasema pembe tatu akisi. Kwa hiyo tuhakikisha kwamba tunakuwa nazo katika gari letu, pindi ambapo pakitokea dharura basi tuziweke zile ili kuweza kujulisha dharura ile na sio kuweka mawe wala matawi ya miti. Sawa, ikatokea gari langu limeharibika njiani, bado unaendelea na safari. Je, ni sahihi kulitengenezea pale pale? Inategemea sasa kwamba gari lako limeharibika kwa kiwango gani. Kwa sababu kuna mwingine unakuta ya kwamba labda gari lake labda ni pancha tu. Kwa hiyo kama umepata pancha basi gari lako lisogeze pembezoni mwa barabara ili uweze kutoa fursa kwa wengine waweze kutumia barabara, lakini uweze kuhakikisha kwamba unaweka zile reflective triangle. Hata kama ni pembezoni mwa barabara basi weka reflective triangle ili uweze kuwajulisha watumiaji wengine wa barabara. Lakini kingine tena, kama gari labda limeharibika haliwezi kusogea barabarani kwa haya magari makubwa tumekuwa tukishuhudia, weka reflective triangle au pembe tatu akisi. Lakini unapoweka pembe tatu akisi zile hakikisha kwamba unaweka nyuma na mbele ili madereva pande zote waweze kuziona. Na gari ikiharibika basi hakikisha kwamba unafanya mawasiliano na kutumia njia mbadala yaweza kuhakikisha kwamba gari hili linatengenezwa haraka uwezekanavyo ili liweze kuendelea na safari. Sawa. Wakati mwingine unaweza tukaomba msaada likavutwa sehemu ambayo ni rafiki ili tuendelee kuacha barabara endelee kutumika vizuri na watumiaji wengine wa barabara. Sawa. Na mimi ni dereva, nimeendesha, atuombei itokee, lakini hivyo ikatokea nimepata ajali barabarani. Mtu wa kwanza kumpa taarifa ni nani? Pengine nimegonga gari lingine ama nimemgonga mtu ama wanyama au miundombinu tu, kuna ile kugonga makalavati, madaraja. Mtu wa kwanza ambaye napaswa kumwambia ni kile kwa ajili ya usalama wa mimi binafsi, maana unajua unaweza katokea umepata ajali watu wakaja, ile wananchi wanaitwa wenye hasira kali, wakaanza fujo pale, kuiba, kufanya nini. Nani wa kwanza anatakiwa apewe taarifa kufika pale kwenye ajali? Cha kwanza kabisa ni jeshi la polisi. Kwamba lazima tutoe taarifa katika jeshi la polisi kwamba eneo fulani pametokea ajali. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama ajali imetokea ina majeruhi, hakikisha kwamba majeruhi wale wanapewa huduma ya kwanza ikiwemo kupelekwa katika hospitali. Lakini wakati mwingine kwamba unapoona labda mazingira ya ile ajali labda inahatarisha usalama wako wewe ambao uliosababishiwa. Wakati mwingine sheria imesema ya kwamba hutakiwi kusimama katika eneo lile la ajali na badala yake uweze kujisalimisha katika kituo cha polisi kilichoko karibu na ili uweze kuripoti ajali ile. Na hiyo imeweza kuelekezwa katika kifungu kile cha 68 kwamba nini cha kufanya dereva hususan pindi ambapo ajali itakapotokea. Kwa dereva atoe msaada kama kuna majeruhi. Ni dereva yule kama mazingira kwake itakuwa ni hatarishi, basi aende katika kituo cha polisi, aende kujisalimisha na kuhusiana na aweze kuripoti dhidi ya hiyo ajali. Uone mnavyosema kwamba ajali siwezi kubaki hapo. Uone unasababisha watu wengi kukimbia, ndio maana madereva wengi wanakimbia na wala wafike polisi. Kukimbia, sheria imesema kwamba ndani ya masaa 12 hakikisha kwamba umeripoti katika kituo cha polisi. Yaani umejisalimisha na kuripoti katika kituo cha polisi. Lakini kuna wakati mwingine labda mtu amepata ajali, labda aidha mwenyewe dereva ameumia au dereva wakati mwingine labda amepata msongo wa mawazo wa kupitiliza. Akajikuta hata dereva kwa anakoenda ajui ni maeneo gani. Lakini tunasema ya kwamba ajali ile ule dereva anapaswa aweze kuripoti katika kituo cha polisi ndani ya masaa 12. Au wakati mwingine aweze kuripoti moja kwa moja. Kwa dereva hapa ataangalia mazingira yake kwa wakati huo yako vipi. Lakini sio kukimbia moja kwa moja. Na ikatokea sijafika, nini anapata adhabu gani? Pengine mkamtafuta mkampata, hata kama ni siku nyingine, ipi adhabu yake? Sheria imeweza kuelezea katika kifungu hicho ya kwamba
Ikitokea kwamba dereva hajafika kituoni moja kwa moja, ili gari huwa linakuwa na mmiliki. Mmiliki tutamtafuta, atapatikana. Atakishapatikana sasa, mmiliki atatupa ushirikiano kwamba dereva yuko wapi, kwa sababu mmiliki ndiye anayemjua dereva wake. Kwa hiyo atatupa ushirikiano. Kitokea mmiliki naye labda tumemtafuta pasipokuwa na matumaini, au tumemtafuta pasipo kumpata, basi mmiliki atapelekwa mahakamani kwa kosa la kushindwa kutunza kumbukumbu za dereva na kushindwa kumleta dereva wake katika kituo cha polisi ili aweze kukabiliana na mashtaka yake ambayo yametokea. Kwa mmiliki atashtakiwa kwa kosa hilo, kwa kosa la kushindwa kutunza kumbukumbu ya dereva pamoja na kushindwa kumleta dereva wake katika kituo cha polisi ili aweze kupambana na au kuendelea na kesi yake. So, upi wajibu wa dereva endapo anapokuwa barabarani? Wajibu wa dereva, cha kwanza kabisa, azingatie sheria za usalama barabarani. Ndio. Azingatie ule udereva bora, aweze kuzingatia udereva wa kujihami. Ndiyo. Na vile vile dereva na wajibu wa kutambua kwamba anaye jukumu la kulinda usalama wake yeye mwenyewe, usalama wa watumiaji wengine wa barabara pamoja na usalama wa kile chombo. Kwa dereva azingatie hilo. Dereva vile vile ana wajibu wa kuweza kuhakikisha kwamba anatoa kipaumbele katika makundi mengine yanayotumia barabara. Hizi barabara zetu sio kwa ajili ya madereva tu, kwa ajili ya watumiaji wengine wa barabara, ni kwa ajili ya makundi mengine yanayotumia barabara. Kwa dereva azingatie hilo, lengo hasa likiwa ni kuendelea kudumisha na kuzingatia masuala mazima ya usalama barabarani. Sawa. Katika kuzingatia usalama wa barabarani, ni watu gani hasa wanapewa kipaumbele katika kuzingatia usalama wa barabarani? Katika watu ambao wanapaswa kupewa kipaumbele ni yale makundi yote ambayo yanayotumia barabara. Yaani kila kundi kwa nafasi yake napaswa liweze kutoa kipaumbele. Kama ni dereva, aweze kuhakikisha kwamba anatoa kipaumbele kwa makundi mengine yanayotumia barabara, lakini hasa yale makundi maalum. Tuna kundi la wazee, tuna kundi la watoto, tuna kundi la walemavu. Kwa makundi haya nayo yana haki ya kutumia barabara. Kwa tunapoona makundi haya yanatatizika katika matumizi ya barabara, au wanatatizika kwamba hawajui namna gani wataweza kuvuka barabara, tuweze kuhakikisha kwamba tunawasaidia na tunaweza kuelekeza namna bora ya kufanya matumizi sahihi ya barabara ili kuepukana na ajali zinazohusisha makundi haya maalum. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tunaendelea kuzungumzia masuala mazima kuhusiana na udereva wa kujihami. Tumesikia mengi, dereva unatakiwa uzingatie sheria, lakini pia uzingatie zile alama za barabarani. Ujue ni wapi unapaswa kusimama, ni wapi ambapo unapaswa kusimama, nini ambapo unapaswa kukifanya. Lakini pia watumiaji wengine wa miguu tumeshauriwa mengi, kuangalia kwanza sehemu ambapo unatakiwa uwe pa kuvukia ni wapi na sehemu ipi haikuruhusu wewe kuvuka. Na tukiendelea kuzungumzia udereva wa kujihami, ni sheria gani ama ni utaratibu gani unatumika kwa madereva wanaoendesha magari ya serikali? Madereva wote ni sawa, kwa sababu hakuna aliyeko juu ya sheria. Ndio. Na siku zote tumekuwa tukisema ya kwamba dereva aweze kuziheshimu na kuzitii sheria za usalama barabarani, na aweze kuzingatia matumizi sahihi ya barabara anapokuwa yuko barabarani. Kwa hiyo niseme tu ya kwamba hakuna dereva aliyeko juu ya sheria, madereva wote ni sawa. Ndio. Sawa. Upi wito wako kwa madereva wote pamoja na watumia barabara kuendelea kulinda usalama wa barabarani? Wito kwa madereva wote ni kwamba madereva wazingatie sheria za usalama barabarani. Madereva wazingatie hizi alama za barabarani. Madereva watambue ya kwamba wana jukumu kubwa la kulinda usalama wa watumiaji wa barabara. Dereva hakikisha kwamba muda wote anapaswa aweze kuendesha kwa tahadhari, aendeshe katika falsafa ya dereva kujihami, na ajue ya kwamba yeye ndiye anayetegemewa katika kuhakikisha kwamba watumiaji wengine wa barabara wanakuwa salama. Lakini sisi ambao ni watumiaji wa barabara wengine, tuchukue tahadhari, tuzingatie sheria za usalama barabarani, tuzingatie hizi alama za barabarani, na tuweze kuhakikisha kwamba hatui chanzo cha kupelekea kutokea kwa hizi ajali za barabarani. Yaani kila kundi likiwa linachukua tahadhari, wakiwa wanazingatia sheria za usalama barabarani, tutaenda kupunguza hizi changamoto za ajali za barabarani. Sawa, shukrani sana, nikwambie asante kuendelea kutoa elimu kuhusiana na usalama barabarani, lakini pia usichoke wala usisite kuendelea kuwapa watu elimu ili kupunguza ajali za barabarani. Asante sana.
Mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo kuhusiana na udereva wa kujihami. Ni mengi ambayo tumesikia, ni mengi ambayo tumekatazwa, lakini pia tumeshauriwa mengi. Kwa hiyo zingatia hilo ili kuzidi kupunguza ajali za barabarani. Mimi ni Esther Mamko na hii ni Gift Online TV.